Ishi ukiwa na imani na una ujasiri. Kwa kila unalolisema katika jina la Bwana litokee katika maisha yako. Huo ni ujasiri mojawapo. Bwana apewe sifa. Huo ni ujasiri ya kwamba Mungu ana uwezo. Pia ni mwaminifu na anatosha kabisa kukuongoza. Anatosha kuongoza familia yako. Anatosha kuongoza ndoa yako. Anatosha kuongoza kila unachokitaka kiende sawa. Kanisa, haleluya. Bwana apewe sifa sana. Pia ana uwezo wa kukulinda na kukupatia mahitaji yako na kukutia nguvu katika kila hali ya maisha. Haleluya, watu wa Mungu. Kumtegemea Mungu ni aina ya maisha ya kumkabidhi Mungu kila jambo kwa imani isiyotetereka. Unamkabidhi Mungu kila kitu kwa imani isiyotetereka, kwamba hata kama kuna ugumu fulani, unaamini kwamba Mungu kuna namna atafanya mlango wa kutokea. Hata kama unaona kuna hali ya kukutatisha, kuna hali ambayo mambo hayaendi sawa, unakuwa na ujasiri kwamba nilionaye ndani yangu atanitokea. Bwana Yesu asifiwe. Huko ndo kumtegemea Mungu, ukiamini kwamba yeye ana uwezo wote, mwaminifu katika ahadi zake. Hata kama maombi yako unajaribu kuomba, unakuvumilia hivyo hivyo, endelea kujipa moyo hivyo hivyo, kwamba kuna wakati nitatokeza, kwamba kuna wakati na mimi Bwana atanikumbuka. Anapozuru wengine siku ambayo hautarajii, inaweza ikawa zamu yangu. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo lazima ujue kwamba Mungu anatosha kukupa uongozi, anatosha kukupa ulinzi na mahitaji na nguvu ya kushinda kila changamoto unayoweza kukutana nayo. Kila changamoto unayoweza kukutana nayo, ukiwa unaamini kwamba, una ujasiri kwamba niliye naye, niliyempokea hawezi kuniangusha. Anafanya jambo kwa wakati wake. Mungu haamliwi, anaombwa. Bwana apewe sifa. Mungu huwezi kusema Bwana nahitaji. Unasema Bwana nakusihi, naomba nikumbuke na mimi. Naomba nikumbuke na mimi. Na ndio maana wenye uelewa huo, wanapofika kwenye wakati wa kuzungumza na Mungu, moyo wao unapondeka, wanalia, wanasema Bwana na mimi nikumbuke. Lazima uwe na ujasiri unaposogelea Bwana. Amen. Ndivyo kawaida ya siku nyingine, kwamba akaja mtu anakimbia, baba mfalme anakimbia nusura ishiwe pumzi, kwamba aisee, kuna mataifa matatu yameungana, ni jeshi kubwa mfalme, wamekuja kupigana na sisi. Mfalme alichofanya, alipokea ujumbe, ndio alipokea kwamba hakika nipo kwenye shida, lakini alichofanya akamgeukia Mungu. Alijiandaa kuomba, na maombi yake yalikuwa ni haya: Bwana naomba msaada. Kwa hiyo tunajifunza jambo kwamba unapokuwa unataka kuomba lazima ujiandae. We prepare before we pray. Pray. Unajiandaa kuomba. Mfalme aliona sasa yuko kwenye matatizo, akamgeukia Mungu, akajiandaa. Anaomba nini? Mwingine ataomba gari, mwingine ataomba uzima, mwingine ataomba afya. Wewe unaomba nini? Unajiandaa vipi katika kumsogelea Bwana, katika kusogelea kiti cha enzi kwa unyenyekevu mkubwa? Wewe unajiandaa namna gani kumsogelea Bwana? Amen. Hallelujah. Amen. Tunaenda kujifunza Jehoshaphat, one of the great king, mfalme anayetufundisha kwamba kumtegemea Mungu inahusisha kuwa na maamuzi magumu. Kumtegemea Mungu sio jambo ambalo unaweza ukasema tu moyoni, linahusisha maamuzi magumu. Mfalme akafanya kikao chake cha moyoni, akamgeukia Mungu, naomba msaada. Arudi sasa, kabla hajajibu lolote, alimgeukia Mungu. Je, ukikutana na jambo lolote, wa kwanza kumwambia ni nani?
unapokutana na sintofahamu, wewe katika maisha yako wa kwanza kumfesi ni nani? Halo. Anahitaji msaada. Alipopata kitu akageukia sasa kwa, akatuma ujumbe, akaandika waraka, akatuma ujumbe kwa watawaliwa kwamba tunatakiwa tukusanyike wote, tukusanyike sote, tumuombe Mungu na ombi letu liwe moja, tunahitaji msaada. Unaambiwa wale watu walipopata ujumbe wakatii vizuri, wakatii vyema, wakakusanyika. Unaambiwa mfalme akasimama mbele yao, akaomba kwa ujasiri kwamba Mungu tunahitaji msaada. Akumbuka alisema hivi kwa Baba, naomba tukusanyike tuombe. Alipowakusanya watu, yeye akasimama katikati yao akasema, Bwana tunahitaji msaada. Yeye alikuwa akiomba kwa sauti kubwa. Kuna kitu cha kujifunza hapa. Unapokuwa ukiongoza watu, lazima kwamba wewe kiongozi wa familia yako lazima uwe kipaumbele. Kuna tatizo limekupata, usianze kupiga kelele. Simama kwa ujasiri mkubwa ukimwomba Mungu kwa ujasiri kwamba natenda. Usiombe ukiwa na mashaka, ndugu yangu, hauwezi jibiwa. Usiombe ukiwa na kitu moyoni ambacho unahisi kinaenda sivyo ndivyo. Maombi yako unafanya kuomba ukiwa haujajiandaa. Kanisa, haleluya. Farao akasimama mbele yao akaomba maombi kwa ujasiri. Mungu akasikia maombi pale, akamtuma mjumbe Jahazeri akajibu pale. Wewe mjumbe akasema hivi, jamani, Bwana anasema hivi, tulieni, vita hii si yenu, vita ni ya Bwana. Akasema vita si yenu, vita ni ya Bwana. Ila sasa Bwana anasema hivi, kesho tokeni, wala mtahitaji kupigana. Tokeni mkae kwa kutulia. Tazama, halo, kuna baadhi ya vita hutaki kupigana na mtu. Ndio maana nimesema hivi, usishindane na adui ambaye akudhuru. Wewe kaa kwa kutulia. Unaacha Bwana anafanya mambo yake. Sasa unajua kilitokea nini? Mfalme alipopata ule ujumbe, mmoja wa wafalme nawapenda sana, alifanya maamuzi magumu. Asubuhi yake, kama walivyokubaliana, kama walivyosikia ujumbe kutoka kwa Bwana, wakatoka wote. Wapiga santuri, unaenda vitani. Kumbuka majeshi mataifa matatu yameungana kupigana nawe. Wewe unachofanya, unatanguliza jeshi, unatanguliza wanakwaya mbele. Hello, are you getting something? Unapata kitu hapo, maamuzi magumu. Unaambia kumtegemea Mungu inakutaka maamuzi magumu. Bwana asifiwe sana. Jina Bwana libarikiwe. Unaambiwa walipoanza kuimba wale watu wakisema, Bwana rehema zako zadumu milele. Unaambiwa sauti zilipoinuka, sauti zilipokuwa zikisikika, Bwana akaanza kufanya mambo yake. Kumbe wakati kuna shida ni wakati wa kuimba haleluya. Wakati kuna shida ni wakati wa kuimba haleluya. Usingoje ukiwa na furaha, usingoje ukiwa mambo yanakwendea vizuri ndio msifu Bwana. Hata wakati kuna dhoruba, wakati kuna shida, wewe sema haleluya. Bwana umetaka na hili litokee. Unaambiwa walipoanza kumsifu tu, walipoanza kuinua sauti zao, Bwana akawa anafanya mambo. Kumbuka ilikuwa majeshi matatu, huko waliko wakaanza kupigana. Wewe umekuja kufanya nini hapa? Na mwingine anauliza umekuja kufanya nini hapa? Wakaanza kupigana wao wenyewe. Wakaanza kushambuliana. Sasa wale watu waliotanguliza waimbaji wanaelekea kwenye uwanja wa vita. Bado wako safarini kwenda kwenye uwanja wa vita. Vita imeanza kupigana. Wameanza kupigana huko. Wakati walengwa wa kupigana
hawajafika. Adui anaweza kawa ametuma vita inakujia wewe. Kuna pending battles, kuna vita ambazo zimetumwa kwenye maisha yako. Unashangaa mbona halikupati, kumbe Bwana ameshatenda kwa namna pekee. Unaona kama kwamba mbona kama Yesu kutakiwa kutoboa hapa, kumbe Bwana alishazuia mapema vita yako. Unajiona kwamba mimi niko salama, na ndio maana wanasema hivi, unatakiwa kuwa makini mtumishi wa Mungu. Unapoona kuna usalama na amani, uharibifu unakuja kwa wale wasiojitambua, kwa sababu vita ipo siku zote. Wewe hauwezi jua, lazima uishi kiroho, ukae kiroho, utembee kiroho, kila muda ukae kwa mashare kwamba lolote linaweza kukupata. Usikae, usisubiri maombi utangaziwe. Hakikisha unatembea ukiwa mtu wa ibada, muda wote unaomba kwamba lolote linaweza kukupata. Haleluya kanisa, haleluya watu wa Mungu. Wamelala chini, ndipo litimie neno la Bwana aliposema hivi, kesho tokeni mkaone. Wakaona hakika Bwana amepigana vita. Mfalme yule alishinda vita pasipo kupigana, wakamtukuza Mungu. Unaambiwa sifa zilizofanyika, maabudu yaliyofanyika pale ni zaidi ya yale waliokuwa wakizoelea. Hii inatufundisha namna kwamba Bwana akikutokea, jinsi utakavyokuwa unampenda, jinsi utakavyokuwa unamtumikia, iwe zaidi ya male mwanzo, iwe zaidi ya mwanzo. Umtumikie zaidi, umpende zaidi. Sio wakati wa kubweteka kwa sababu eti Bwana amekutendea. Hapana, lazima ujue kwamba kwa sababu ametendea, hii ni hatua moja nyingine. Natakiwa kupiga hatua ngumu zaidi mbele, kwamba kuna utukufu hadi utukufu. Unatembea kwa madaha, kwa ukiendea utukufu juu ya utukufu. Haleluya kani. Bwana Yesu asifiwe. Stage after stage, Bwana akikutukia, utukufu wa mwanzo unakuwa mkubwa zaidi. Haleluya. Watu wengi wanajisahaulisha na muujiza. Akiona Bwana amemtukia, anakaa kubweteka. Ukiwa kubweteka, Biblia inasema unapoona kuna amani na shwari, uharibifu unakuja hata utautarajia. Tena ukija, unaweza kukupiga Bwana mpaka kuanza kumkejeli Mungu kwamba huyu Mungu angelikuwa ananipenda, kwa nini asingenizuia hili? Haleluya. Bwana pewe jina la Bwana libarikiwe. Moja ya hadithi mashuhuri zinazotufundisha namna kumtegemea Mungu. Mungu anapigana vita nyuma ya pazia. Nyuma ya pazia. Wewe unapoona uko salama siku zote, unatembea uko salama, ujui kwamba Mungu ametuma malaika wake wanafanya mambo nyuma ya pazia. Wanafanya mambo. Kanisa, haleluya. Haleluya. Katika kitabu cha Waebrania 11:8 tunamuona Abrahamu akiwa mfano wa mtu aliyemtegemea Mungu kwa vitendo. Na ni mmoja wa watu waliofanya maamuzi magumu. Sema maamuzi magumu. Maamuzi magumu. Maamuzi magumu. Unaambia Waebrania 11:8 anasema hivi, kwa imani ya Abrahamu alipoitwa alitii, akatoka aende mahali atakapopapokea kuwa urithi. Hivi unaelewa? Kwa imani akatii, akatoka. Kuna kutii ukakaa hivyo hivyo, alitii na akatoka. Je, unaweza ukatoka ukaenda sehemu usiyoijua? Kwa mantiki ya kawaida, si busara kupanga safari ujue ndako. Lakini miongoni mwa watu wenye maamuzi magumu, Abrahamu, ukisikia sauti ya Mungu, nakwambia hivi, ukisikia sauti ya Mungu akiwa amekuita kufanya jambo kwa gharama yoyote, hata kama lina ugumu kiasi gani, lifanye. Lakini kama hujasikia sauti ya Mungu, nakwambia hata wakuvute namna gani, usifanye. Haleluya kanisa, haleluya. Kama unajua ndani ya moyo wako umesikia sauti ya Mungu amekusukuma fanya kitu fulani, fanya. Kama hujasikia, hata kama kuna marupurupu, kuna mazuri ndani yake, usifanye. Kwa sababu sio kila kitu cha kupendeza ni cha kwako.
Kanisa, haleluya. Sio kila kitu kinachong'aa ni cha kwako. Kingine ni cha mwingine. Wewe kinaweza kukupata kikakutoa kwenye leo. Kanisa, haleluya. Bwana apewe sifa. Unaambiwa Abraham alifanya maamuzi magumu. Ili utegemee Mungu inahitaji kufanya maamuzi magumu. Aliacha nchi yake bila kujua anapokwenda. That is strange. Sijawahi fika, lakini mimi nilihitaji direction, lakini pamoja na hayo yote nilimwona Mungu akitokea kwenye ile safari. Kwa sababu Mungu anaangalia nia ya ndani. Anaangalia uthubutu wako. Je, unalolifanya ni jema kiasi gani machoni pake? Kwa hiyo ukisikia msukumo ndani, usisite kuthubutu. Kuna nguvu katika kuthubutu. Ukitaka kufanya biashara fulani hata kama hujawahi fanya, nakwambia leo, asubuhi ya leo, kuna nguvu katika kuthubutu. Hebu ingia kwenye vitendo. Wanasema hivi, onjeni muone ya kwamba Bwana ni mwema. Watu wengine tunakaa kwa kubweteka tukijua kwamba sisi tumeumbwa kwenye mfumo huu, kwenye biashara hii tu. Kuna nguvu ya kuthubutu. Asubuhi ya leo nakwambia, unakisha unathubutu kuona na upande huu kinatokea nini. Amen. Bwana amen. Kuna nguvu katika kuthubutu. I once preached, kuna wakati nilihubiri msamo. Kuna nguvu katika kuthubutu. Ukifanya ukiwa na nia njema, Mungu atafanya tu. Kwa sababu Mungu anaangalia intention, dhamira ya ndani. Kanisa, haleluya. Amen. Unaambiwa Mungu hakumpa ramani wala maelezo ya kina kuhusu safari yake. Alimwambia tu ondoka. Abraham alitii kwa sababu alimwamini Mungu kuliko mazingira aliyokuwa anayafahamu. Unajua kuna wakati ni ngumu kufanya maamuzi kutokana na mazingira ya watu uliozoea nao. Kwa nini leo mtu akikwambia twende kaishi Mwanza, unaanza kuwa na ukakasi kidogo? Kwa sababu unaangalia network uliyojitengenezea, muunganiko wa watu, connection ulionayo kule, unaanza kuanza upya. Kama hauna msaada wa Mungu, hauwezi kufanya kwenda. Uko tayari kusikia sauti ya Mungu? Haleluya. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Wakati mwingine kumtegemea Mungu tunahitaji kuacha eneo la faraja. Sema eneo la faraja. Comfort zone. Yaani eneo fulani ambalo unajua ingia na kutoka kwangu kukoje. Leo unajua kama ni unajua kama nikipata shida hapa napiga kalamu chapa. Bwana, au naenda nyumbani tunataka simu hapatikani. Kuna baadhi ya mazingira utakuta una shida, unapiga simu hazipatikani. Wanasema siku ya kufa nyani miti uteleza. Piga simu wapi? Unataka kwenda nyumbani. Ufa ugenini, utaenda nyumbani. Kumtegemea Mungu unatakiwa unaacha comfort zone. Maeneo yako ya faraja, kwamba lolote likipata naweza kupata, naweza kusaidika. Hapo ndipo litatimia lile neno kwamba amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Yes. Unakaa kwenye eneo la kumtegemea Mungu mazima. Sema mazima. Amen. Halo. Haleluya. Haleluya. Abraham alikubali kutembea kwa imani badala ya kuona. Waebrania hiyo tunasoma inasema hivi, akatoka asijua endako. Hii inaonyesha kwamba hakutegemea macho yake bali ahadi ya Mungu. Ndio maana nimesema hivi, kama ndani ya moyo wako umesikia msukumo, abarikiwe mtu yule aliyenunua kiti pale, aliyotengeneza. Mungu ambariki sana. Kanisa sema abarikiwe. Hayo ni maono. Alisikia ndani ya moyo wake kwamba kifanyike kitu fulani. Haleluya. Ukisikia ndani ya moyo kutoa, ukitoa hela wayumi, toe. Kwa sababu ukitoa, hata niombe hapa usiku wa manane, nalia mtoto wa watu, nalia mtoto wa bedi, mimi talia wewe, Mungu mbariki yule, haubarikiwi. Nakwambia kweli, nitagaragara hapa, haujatoa kwa moyo wa kupenda, haubarikiwi. Unajua kwa nini Bishop alikuwa anasema mtu atoe kwa moyo wa kupenda? Alikuwa hapendi kuchangisha. Kwa sababu alikuwa tamaa ya moyo wake watu wabarikiwe. Yes. Ukiwaforce maombi yake ilikuwa ni bure. Jamani, maombi ni gharama. Unaweza kunituma nenda huko, nenda kule.
Mungu sio mtumishi wako. Mungu anataka wewe umtumikie, umheshimu, umtii, umfanyie ibada kama alivyokudesign, alivyokuunda. Unajua umeundwa ili ufanye ibada. Unaelewa hiyo? Yaani dhima ya kuundwa kwako ni kufanya ibada. Sisi bila Mungu hatupo. Yeye anajitosheleza. Anachotaka kwetu sisi ni moyo wa ibada ya kweli. Mungu anataka sisi tumfanyie ibada. Hayo mengine tukifanya ibada ya kweli, hayo mengine ni rahisi tu kutufanyia. Isipokuwa sisi tunatingwa na mambo yetu. Tunaona kwamba tunapoteza muda. Tunatingwa sana. Hii shauku yake ni ibada. Unajua ukifanya ibada ya kweli, wewe mwenyewe utaona raha na burudiko moyoni. Utaona raha na burudiko moyoni. Ukienda kwa kusukuma, nakwambia kuna siku utaona kuingia pale ni pazito sana. Kuna watu wataendelea kutenda dhambi, shetani akifa leo hii kwamba ionekane kwamba Yesu amemuamua kumuua shetani. Huyo amefuta kabisa, asiwepo na hadithi yake haipo. Unajua kuna baadhi ya watu wataendelea kutenda dhambi. Unajua kwa nini? Kutenda dhambi ni maamuzi. Shetani anachofanya anakushawishi ila hakushurutishi. Halo? Naongea na mtu? Anachofanya anakushawishi ila hakushurutishi ufanye. Ndio maana siku ya mwisho kutakuwa kuna sitofahamu nyingi. Anakuambia unasema nini? Ni shetani tu. Shetani njoo hapa. Baba, wewe nini? Wewe tu ndio uliniambia. Baba, nilikwambia nikushika mkono twende. Mimi nilisema tu kama mtu anayesema kaza njiani. Kwani mtu yule ambaye ameweka kile kilongalonga njiani kwamba nyama ya kuku, amekwambia ununue? Kwani lazima ununue? Bwana pewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kila kitu ni maamuzi. Kuishi maisha matakatifu inawezekana na kuishi maisha ya dhambi inawezekana. Ni swala la kuamua. Haleluya. Ni tumaini langu asubuhi ya leo kanisa hili kila mmoja amue kuishi maisha. Unajua tabia ya Mungu ni uaminifu. Mungu ni mwaminifu. Yaani hajawahi kupinga kwenye neno lake. Hello. Jumanne tulikuwa tunajifunza na Askofu Malekela hapa kwamba imeandikwa namna hii haitoki ila kwa kufunga. Unataka ule ndugu yangu. Hautaki kuomba, hautaki kusoma Biblia, unataka kusomea. Utapiga simu sawa, network muda mwingine itakatakata. Haleluya. Kuna network utapiga kumbe kuna mtu mwingine amenipigia. Utampigia katibu wa kanisa naye kuna mtu anaongea na mtu mwingine. Utapata misuko utaona nimebanwa kwa siku ya kufanya ni vitu. Bwana tusaidie sana kanisa. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Kumtegemea Mungu ni kuchukua hatua ya utii. Hata wakati haujui matokeo. Ukiamini kwamba Mungu anayekuongoza hatawahi kukuacha wala kukupoteza njiani. Mungu anayeniongoza hatawahi kuniacha wala kunipoteza njiani. Nikipanga linakuwa kwa sababu yuko upande wangu. Ukipanga jambo linatokea kwa sababu liko upande wangu. Hakutakuwa na bahati mbaya katika maisha yako. Hautakuwa uniishi kwa wasiwasi. Neno bahati mbaya inakuwa sio sehemu ya maisha yako. Nasema tena kwa ujasiri, hata neno ningejua halitakuwa sehemu ya maisha yako. Nasema Bwana ni mwema. Bwana ni mwema asubuhi ya leo. Bwana ni mwema. Anasema hivi, tukimtumaini kwa moyo atatuonekania. Tukimtegemea yeye kweli kweli atatuonekania. Haleluya, haleluya. Simama juu, simama juu, simama juu. Yesu ni mwaminifu. Yesu ni mwaminifu. Haleluya kanisa.
kanisa, Bwana anasema umtegemee yeye kwa nguvu zako zote, ukiamini kwamba yuko pamoja na wewe. Uwe na ujasiri kumuomba. Watu wengi, Roho ananiambia asubuhi ya leo, watu wengi hawaombi kwa sababu hawana ujasiri kama wanasikilizwa maombi yao ama la. Kuna watu hawasogei mbele za Bwana hata hawaombi kwa sababu hawana ujasiri kwamba Bwana anawasikia ama hawasikii. Asubuhi ya leo nakwambia, Mungu yeye ni mwenye rehema, rehema zake zadumu milele. Unaungana na wale waliotangulizwa na Mfalme Yehoshafati walipokuwa wakipaza sauti wakisema rehema. Yudeva, chua, chua, achia, 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 in the name of Jesus. Katika jina la Yesu, operation maalum, operation maalum, operation maalum, operation maalum, operation maalum, operation maalum, katika jina la Yesu. Kanisa itani moto, kanisa itani moto. Aisee, shetani atawarudia huyo. Itani moto. Bora mnazubaa. Ay 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 ay. You. Nani wewe? Nani wewe? Katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, Mungu wa uponyaji, mwaminifu, Mungu wa kweli, naomba operation maalum. Shetani unajaribu kujiwekeza ndani ya maisha ya binti huyo, umekataliwa. Baba, Roho Mtakatifu, ingilia kati katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Natangaza mabadiliko, natangaza uponyaji kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba, ingilia kati katika maisha yake kwa mamlaka ya jina la Yesu, katika jina la Yesu. Iteni moto, iteni moto, iteni moto. Mbona kama wageni nyie? Mbona kama mwelewi?